Naomba nisamehe sana. Nisamehe sana mdogo wangu. Najua unapitia kipindi kigumu kwa ajili yangu. Mimi ni muue kaka yako. Naanzaje? Na mimi sije hapa nyumbani kwa ubaya. Nini? Sisi tumuue kaka yako? Ingali ni mwenyewe tu nilikuwa nampenda. Mganga, msaidie dadangu. Msaidie dadangu. Dada. Salumu, kila kitu kimeharibika. Mariamu amekufa na pia Liva amepona. Inabidi tufanye kitu hapo. Ni kweli Amina, hatuna budi tufikishe taarifa mkuu haraka sana mapema. Naomba nisamehe kwa tendo la kufanyia. Kuna nimekupenda sana, lakini sikuweza kupenda Mizuzu. Kuanzia sasa uko vizuri. Wewe ndio mteule wa hiki kijiji. Nenda kaitumikie kwa moyo mmoja, kwa nia njema kabisa. Mimi Ngasa nakutakia kila laheri ya kazi yako. Unacheka nini? Umekaa hapa kazi kucheka. Hivi unatambua kwamba hapa hivi sasa hivi mdogo wangu tayari ameshafariki? Na umekaa hapa unafanya kazi ya kucheka. Samahani. Sikuwa nilijua. Kwani kipi kimetokea? Sasa tunavyoongea sipo na mdogo wangu tena. Na umekaa hapo unafanya kazi ya kucheka. Sasa basi ninakutuma. Nenda kammalize mtoto yule mzee. Sasa hivi kabla jua halijazama, huo umeshammaliza. Na uje na pete hapa. Tunaelewana? Nimekuelewa mkuu. Nitalikamilisha haraka iwezekanavyo. Waheshimu. Kuna cheka.
Oliver, leo ndo mwisho wako. Leo lazima ufe. Mwanangu, naomba unisamehe sana na usinisahau na kuachia kitu cha thamani. Hii pete naomba uilinde kama unavyoilinda roho yako, na pia kaka yako Mizozo hajafa, yupo hai, na kuomba sana uimiliki hii pete kama unavyoimiliki roho yako. Na kutakia maisha mema mwanangu, nakupenda sana. Sun Editor Production tunashuti sherehe mbalimbali ikiwa yenye kiwango cha HD kwa bei poa. Popote ulipo tutakufikia. Cha kufanya tupigie namba 0745890286 au 0684194033. Mteja kwetu ni mfalme. Mganga, mbona kama hauko sawa? Kuna kitu gani kimetokea? Ni kweli kabisa, wachawi wabaya sana, na hapo walipo wanaenda kumfuatilia, wameanza kumfuatilia Oliver. Lakini je, vipi kuhusu Oliver? Anaweza kupambana nao kweli au tunahitaji tumsaidie? Hapana, Oliver kwa sasa ana nguvu nyingi sana, kwa hiyo ataweza kupambana nao. Basi kama hivyo sawa mganga. Wewe mimi niende kaandae dawa za wateja wangu. Sawa.
nenda kaendelee. Kama kuna lolote nitakuambia. Sawa, tuko pamoja sana mdara. Sawa. Mkuu, kiukweli inabidi tuachane naye kabisa, kwani kunapelekea tunaweza kufa kabla ya siku zetu. Wewe ni mpuuzi kabisa, unasubutuje kusema maneno kama hayo? Sasa basi, inabidi kufundisha adabu. Na wewe Hamisi, ukifanya upuuzi kama aliofanya huyu, kitakuta kitu kizito sana. Sasa kuna kazi nataka nikupatie. Sawa mkuu. Oliva, mbona umebadilika sana, umekuwa mtu tofauti? Pablo, unachokisema ni kweli. Ni kweli nimebadilika, na yote ni kwa sababu mimi mwenyewe sikutaka iwe hivi. Lakini baada ya kuona wanakijiji wanaangamia, pia hata dada yangu mimi alikufa ni kwa sababu yangu mimi. Nikaona haina budi mimi kupokea ile mikoba ili niweze kukomboa na kijiji wenzangu. Sasa Oliva, kufa kwa dada yako hasababishi wewe unamiliki vitu vya kishirikina kama hivyo. Na istoshe ni msomi. Ndio maana nimekuja kukuchukua na kupeleka mjini ukasome. Lakini nini? Habari yako mzee Shabani? Salama. Yes. Unaenda wapi? Nilikuwa nimetoka huku kama kawaida yangu, unajua mizunguko ya hapa na pale. Si vijana hapa vijijini, lazima tuonekane sisi tunachakalika kidogo. Sasa nimekuja hapa kwako nije kuangalia. Vipi, mbona wasiwasi mkubwa? Kwani kuna tatizo gani kiongozi? Ni kweli nina wasiwasi juu ya Oliva. Maana nyumbani kwake amekuja mchumba wake na anataka amtoroshe aende naye mjini. Unasema? Kama nilivyokuambia. Oliva anataka kutoroshwa. Mbeja!